Nitakuwa mwaminifu kwa mashahidi baada ya kuwasili Uswisi kwa mazungumzo na Marekani, amesema spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Spika wa bunge la Iran amesisitiza tena kwamba atatetea haki za Wairan waliouawa shahidi wakati wa mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran baada ya kuwasili Uswisi kufuatilia mkataba wa hati ya maelewano uliosainiwa na viongozi wa nchi mbili kwa lengo la kukomesha vita. Mohammad Bagher Ghalibaf amesema hayo katika ujumbe wake kwenye mtandao wa X alipowasili Zurich kwa mazungumzo ya jinsi ya kutekeleza yaliyomo kwenye hati ya makubaliano ambayo yalitiwa saini hivi karibuni kati ya marais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran pamoja na Marekani. Ninawaona watoto wasiokuwa na hatia wa Minab na mashahidi wote wa Irani yetu tunayoipenda kama mashahidi wanaotazama matendo na mwenendo wangu daima, ameongeza Ghalibaf, akiashiria mji wa Minab kusini mwa Iran ambapo watoto 168 wa shule ya msingi na walimu wao zaidi ya 25 waliuawa baada ya Marekani na utawala wa Israel kushambulia shule hiyo mnamo tarehe 28 Februari. Wanatuona na wana matarajio kutoka kwetu, amesema spika wa bunge anayeongoza ujumbe wa Iran katika mazungumzo ya Uswisi, na kuongeza kuwa Mungu akipenda sitaaibika mbele ya mashahidi wasiokuwa na hatia wa Iran. Ujumbe huo umeambatana na picha ya spika Mohammad Bagher Ghalibaf alipokuwa akishuka kutoka kwenye uwanja wa ndege iliyobeba ujumbe wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambao umepewa jina la Minab 168 kwa ajili ya kuwakumbuka watoto wa shule hiyo karibia 168 waliouawa. Ujumbe huo ambao unajumuisha waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi unatarajiwa kufanya majadiliano na Wamarekani kuhusu jinsi ya kutekeleza majukumu yaliyokubaliwa na pande zote katika hati ya maelewano. Ndege aliyopanda spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalibaf pamoja na ujumbe kutoka nchini Iran umekuwa na alama ya #Minab 168 kama sehemu, pamoja na bendera ya Iran kama sehemu ya kukumbuka watoto 168 pamoja na walimu wao ambapo waliuawa siku ya kwanza mashambulizi yaliyofanywa na Israel pamoja na Marekani. Mtazamaji wa The World News, tutakuwa tukikujuza mambo mengi ambayo yanajiri wakati huu, hasa katika kipindi hiki ambacho kumekuwa na tofauti kubwa sana kati ya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini pia wakati ambapo maandalizi ya kumaliza mzozo huo yanaendelea. Endelea kuwa nasi, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili ujue mengi yanayojiri dunia.